Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Ommy Dimpoz siku ya leo ameamua kumcharua vibaya msanii Diamond Platnumz baada tu ya kugundulika kwamba ngoma yake mpya ya Happy amekopi na kupesti kutoka kwa msanii wa huko Marekani Bruno Mars, ambapo alifanya ngoma yake miaka 9 iliyopita, ngoma ya 24K Magic. Watu wengi sana wamelizungumzia hilo swala, lakini pia ukiangalia hiyo video 24K Magic ndipo unaweza kuelewa kwamba kweli Diamond alikopi na kupesti. Na mara nyingi sana Diamond mashabiki zake wanapomfuatilia wanajua kabisa labda Diamond ni ubunifu wake, lakini kumbe kuna mambo mengi sana katika sanaa. Unaweza ukafanya ubunifu wako, lakini kuna vingine unaweza kuangalia wenzako walifanya kitu gani, lakini ili mradi uitwe msanii, ili mradi uitwe mwanamuziki, inabidi uzindue vitu vyako vipya, ili mradi kuendelea kutengeneza ule uaminifu kwa mashabiki zako. Sasa kitu ambacho Diamond amekikosa ni ubunifu na ule umakini wa kazi yake. Yeye mara nyingi amekuwa akikopi na kupesti. Ukiangalia mara nyingi sana Diamond akitoa ngoma ni lazima tu itapatikana kopi yake. Yani amekopi huko nyuma, au ameangalia msanii ambaye aliwahi kufanya kitu huko nyuma. Na tulishuhudia Mange Kimambi aliweza kumchamba vibaya na kumwambia Diamond kwamba amekopi na kupesti, hana jipya katika sanaa ya muziki. Anataka kukubali kwamba yeye muda wake umeisha. Yeye akitoa ngoma ni kwamba ameangalia wengine wamefanya nini huko nyuma na kuja kukirudia. Sasa inakuwa haina maana ya kufanya muziki mzuri. Na ukitaka kufanya muziki mzuri au ukitaka kufanya muziki wa kimataifa, unatakiwa ufanye kitu ambacho ni unique, kitu ambacho hakuna mtu mwingine ambaye aliwahi kufanya. Ndio maana muziki wa hapa Bongo unabaki hapa Bongo, hauendi kimataifa. Lakini pia zile tuzo kubwa kama za Grammy tunazikosa, tunalalamika. Sio kwamba eti wasanii wetu waimbi wanaimba sana, lakini wameishia kupata wa Nigeria mara nyingi sana wanafanya vitu unique, vitu ambavyo vya kipekee vinapelekea wasanii wao kupata matuzo makubwa. Lakini hapa Bongo imekuwa ni ngumu sana. Ommy Dimpoz siku leo ameamua kuzungumza, ameamua kumuonesha Diamond kwamba kitu ambacho amekifanya kimetia aibu kwa wasanii wote wa hapa Bongo, lakini pia ameidhalilisha Tanzania kwa ujumla. Ni kwa nini msanii mkubwa kama Diamond akopi na kupesti? Ommy Dimpoz sasa hivi tumemwona ni mtu ambaye anampinga sana Diamond katika vitu vingi, lakini pia ugomvi wao tunashindwa kuelewa umeanzaje. Lakini yeye Ommy anadai kwamba Diamond alikuwa mbinafsi. Kuna namna fulani hivi alimfanyia usnitch kwa Jux, aliamua kumpatia Jux nafasi, yeye hakumpatia. Kumbe Ommy alikiweka kimoyoni, na mpaka leo hii Ommy Dimpoz bado ana kinyongo kikubwa sana na msanii Diamond Platnumz. Ommy Dimpoz amedai kwa sasa hivi Diamond anatakiwa kukubali aweze kuachia madogo waendelee kuendesha huo muziki, kwa sababu yeye swala zima la muziki limeshamgomea. Ukiangalia ni muziki mzuri na mashabiki wamekubali kwa asilimia kubwa sana na unapigwa sana, umetrend sana, lakini Ommy anakuambia mara nyingi muziki ya Diamond huaga inaishia njiani. Yani ina trend ndani ya mwezi mmoja, baada ya mwezi mmoja kuisha huo muziki unakuwa hautrend tena. Sio muziki ile ambayo inaweza ikadumu kama muziki ya zamani. Ommy Dimpoz anakuambia yeye ana ngoma zake ambazo akizitaja au akiziorodhesha ni ngoma za zamani sana, za kipindi cha nyuma sana, lakini mpaka leo hii hizo ngoma zinapigwa, hizo ngoma zinakubalika. Sasa Diamond Platnumz yeye anafanya ngoma ambazo zipo trending kwa kipindi kifupi, lakini baadaye ngoma hizo zinapoa, zinakauka na ziendelee tena kufanya vizuri. Ndicho kitu ambacho Diamond anabugi, na sasa hivi anadai muziki umeshamkataa. Diamond aachane kabisa na muziki, aendelee na mambo mengine. Kuna mambo mengi sana ya kufanya, lakini sisi mashabiki wa Diamond Platnumz bado tunaona Diamond anaweza akafanya kitu katika sanaa ya muziki. Na Ommy Dimpoz maneno yake tunaweza kusema ni kelele za chura tu, azimnyimi tembo kunywa maji. Wewe kama shabiki yetu na lipi la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu ndiko neno subscribe.